Na sisi kama Waislamu ndo masulin, kwa sababu wanaume ni wasimamizi wa wanawake. Allah anasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Sisi ndo wasimamizi wao, kwa hiyo tumewekwa kama wasimamizi, tuwasimamie katika kuwafikisha ile level ambayo imetangazwa kwamba ndiyo inayowastahiki. Wakiwa hawakufika pale, lawama la kwanza au suala la kwanza ataulizwa mwanamme ambaye yeye ndo mlezi wake, na alafu huyo mwanamke ndo mlezi wa mwanamme. Kwa hiyo tumlee yeye ili apate kutulea sisi, ba'dhukum min ba'd. Na huyu mwanamke ni kama silaha iliyo na makali mawili. Wanasema almar'atu silahun dhu haddain, mwanamke ni kile kisu chenye kupata huku na kule. Kikitumiwa katika halali basi kinasibu na watu watafika. Mwanamke akitumiwa katika jambo la kheri, mambo yatakuwa. Wa in istumila fil harami akala al-akhdar wal yabis, na ikitumiwa silaha hiyo katika haramu, kilichoiva itachukua na kibichi itabeba, itakwenda kutumia mbele huko. Kwa hiyo mwanamke ni silaha ambayo ukiitumia kokote itasibu. Sasa ni sisi tu tunaitumia katika mambo gani? Ndiyo maana mtume wetu Muhammad wakati analizungumza suala la elimu, ambalo ndo suala la mwanzo, fa'lam annahu la ilaha illa hu, jambo la mwanzo jua, jambo la mwanzo kuwa na elimu. Alipoilingania elimu na kuitangaza kwa waumini, aliitangaza kwa usawa kwa wote wawili, cha kike na cha kiume. Akasema talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Hadithi hii ahfadhuhu ana wa tahfadhuhu anta wa yahfadhuhu jami'ul muslimin. Ni hadithi ambayo yatadawal fi afwahi almu'minina jami'an. Kutafuta elimu ni faradhi, ni lazima kwa Muislamu mwanamume na Muislamu mwanamke. Khatabahum ala haddi sawa, usawa kwa elimu. Ukiwa nayo wewe baba, ukiwa nayo wewe mama, ukiwa nayo wewe mtu mmoja mmoja, akiwa nayo yule na huyu, anapaswa kuifanya ndiyo chimbuko la maisha ya kiumbe yeyote atakayetokana naye, akiwa ni mwanamke, akiwa ni mwanamume. Auliaul umur, mababa, makaka, ndugu, tufahamu kwamba mtume suala la elimu amelifanya kwamba ni suala la watu wote ala haddi sawa. Kama kuna kusomeshwa wanaume peke yao, wanawake wakanyimwa, tunaiendea kinyume hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Iwapo wanaume leo ndo wameendelea katika elimu mbalimbali, baba akawa amestrike kumsomesha mtoto wake wa kiume tu, mtoto wa kike akasema huyu anangoja mume. Lazima ujue kwamba katika Uislamu mtume pia amefundisha fiqhul awlawiyya. Mtume amefundisha fiqhi ya kuchagua. Kuna jambo linakuja fast, lingine linapaswa lisubiri kwanza. Elimu should come fast kwa kila kiumbe cha kike na cha kiume. Na mtume alitufundisha haya kwa sababu anajua watu wanaweza kuja wakachanganya mambo. Na ndio maana katika falsafa ya mtume, maisha yake, alikuwa anachunga sana fiqhul awlawiyya. Ndio maana tunaambiwa ma khayyira rasulullah baina amrayn illa ikhtara aisarahuma. Hakuambiwa chagua mtume kati ya mambo mawili, ila atachagua lilokuwa jepesi kwake, kwa sababu anajua fiqhul awlawiyya. Na ndio maana ulama katika qaida dhahabia wakasema idha ijtama'a ad-dararani yurtakabu akhafahuma darara, yakikusanyika madhara mawili unapaswa kulichukua lilokuwa na madhara madogo ili ulitekeleze, ikiwa ni wajibu wako kutekeleza moja kati ya hayo.
Na hivyo hivyo fiqhul aulawiyya inakwenda katika kila sehemu, kila uwanja. Elimu ni suala la lazima la mwanzo ambalo mtoto wa kike na wa kiume anapasa apewe na wazee wake, na utakuwa umemdhulumu sana mtoto wako kama umemnyima elimu, na utakuwa umewekeza mahala pake kama mtoto umempa suala la elimu. Sasa tujiulize, big question mark ni kwamba watoto wetu wa kike au wanawake zetu au bil ahra wake zetu au mama zetu, kweli tumewafanyia favor katika suala hili la elimu? Kweli tumeshughulikia suala la elimu kwa wanawake kama tulivyolishughulikia kwa wanaume? Kiwango gani tumefika? Wanawake tumewadhulumu sana na bado wanaendelea kudhulumiwa na jamii ya Kiislamu, kana kwamba mtoto wa kike hahitaji kusomeshwa. Si elimu ya dini wala ya dunia tunavyotangaza. Na ikiwa elimu zote mbili mwanamke tumemnyima, tutarajie nini? Kwa sababu mwanamke ndo mlezi. Al-ummu madrasatun in a'adadtaha a'adadta sha'ban tayyiban a'raqi. Mwanamke ndo shule, mwanamke ndo college au university, yoyote ni mwanamke. Ikiwa umemwelimisha mwanamke, ina maana umeelimisha taifa au jamii, sababu yeye ndo atakayezaa, yeye ndo atakayelea, yeye ndo atakayetunza. Wewe unahangaika sharqan wa gharban wa hiya turabbi auladaka fil bayt, na ile atakavolea ni kwa sababu ya taalimu alizozipata yeye. Kama takunu almadrasa yakunu almudarrasu la. Ikiwa mwalimu alivyo, ndo taswira itakayokuja kuwa juu ya mwanafunzi wake daima. Kwa hiyo walimu wote wakuu ni akina mama ambao elimu hatukuwapa, ni akina dada ambao tuliwadhulumu tukawanyima. Kwa hiyo matokeo yake inatokezea kwamba kila kinacholelewa na kutokezea kimekuwa kinadharau suala la elimu, kwa sababu yule alokuwa ameproduce ile kago hakuipa umuhimu elimu na alidharau na hajui umuhimu wake. Kwa hiyo sasa ni wakati wa kubadilika, wa kuwasomesha kwa nguvu zetu zote wanawake. Na kama mtu alikuwa akisomesha azidishe maradufu, asifike pale alipokuwa akifika akiona imemtosha elimu hii basi imetosha. Idha ghamarta fi sharafin marumin fala taqna bima duna an-nujumi. Wasema ukizama katika kulifanya jambo zuri usitosheke na hapa hapa, useme mimi hapa hapa pananitosha. La, fika mpaka kwenye nyota, fika mpaka huko anakofika. Angalau ukiingia katika miji ya Waislamu, sema hapa sasa hivi kuna dakatira kadha, kuna profesa kadha, kuna muhandisin kadha, kuna ulama kadha, kuna sharia kadha, kuna yani iwe ni watu wanahesabika katika kila mahali, kwa sababu wamelipa suala la elimu kipaumbele. Na zamani nchi ilikuwa ikiwa na mizinga, ikiwa na mabomu hatari, ikiwa na silaha, ndio nchi iliyoendelea na inaogopewa. Lakini leo more advanced country ni ile iliyokuwa na wasomi, watu waliobobea katika funun mbali katika ulum. Hizo ndio zinaogopewa na zinakwenda mbali sana katika kutizama mambo na kuendelea haraka. Elimu ndio ufunguo wa maisha. Hili ni neno linalopaswa kuandikwa kwa wino wa dhahabu. Ikhwata al-iman, najua dada zetu hawapo, lakini ujumbe utawafika. Mimi nataka niwaonyeshe dada zangu, mama zangu, kwamba Mtume wakati yuko hai alijua hili suala litakuja kupuuzwa, akalizungumza mapema. Ndio maana tunaambiwa tarakana Rasulullah fi mahajjatil bayda lailuha kanahariha, alituacha mahala palipokuwa na mwangaza kabisa. Hakuna la halali isipokuwa amelihalalisha, amelibainisha. La haramu akabainisha, zuri akabainisha, kila kitu akakiweka sawa mahala pake. Akaondoka akasema, taraktu lakum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di abada. Mimi nimeondoka, lakini nimekuashieni mambo mkiyakamata vyema hampotei. Kitab Allahi wa sunnati, nimeacha kitabu cha Qur'an na sunna, hadithi zangu, na humo nimebainisha kila kitu.
Katika kubainisha kwake ilikuwa ni indication kubwa kwamba Mtume i'tana bin nisa'i awwalan qabla ar-rijal, kwa sababu anajua hawa tutakuja kuwatekeleza, tutakuja kuwateketeza katika mahala na kuwatelekeza katika ujinga na kuwatelekeza katika mambo yasiyofaa. Akasema talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Hii ilikuwa ni jambo la mwanzo kuhusu kuwalea wanawake vizuri. Jambo la pili, ikumbuke hadithi alipowaambia Waislamu, la tamna'u ima Allahi masajid Allah, msiwanyang'anye fursa ya kwenda misikitini wanawake, msiwanyime ruhusa, wakiomba wanakwenda msikitini wapeni ruhusa. Limadha? لأن الرسول علم أن المسجد مؤسسة التعليمية الأولى. Mtume alijua kwamba Islamic foundation ya mwanzo ambayo itatoa education ni msikiti. Sasa kumnyima mwanamke fursa ya kwenda msikitini ni kumnyima haki ya kwenda kupata elimu. Ndio maana akawaambia sahaba zake, la tamna'u ima Allahi masajid Allah, msiwazuie wanawake kwenda msikitini. Akikwambia naenda kusali, mwachie ende. Japokuwa fursa hizi sasa zimekuwa lazima uzitizame, hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna wimbi la wari wajane, naenda msikitini, naenda kusali tarawih. Akitizama kwenye tarawih hayupo na nyumbani hayupo, umo njiani amepotea. Hili linaingiliwa, linavurugwa na yale maksudio yanakosekana. Lakini lengo la Mtume alipojua kwamba elimu inapatikana msikitini, aliposema Allah subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa kanat albidayatu masjidan wan nihayatu masjida, mwanzo wa safari msikiti na mwisho wake msikiti. At-tarbiyatu alhaqiqiyatu alula lan takuna illa fiha, malezi lazima yatoke msikitini. Na hapo Mtume alikuwa akifanya kila kitu. Msikitini ilikuwa ndo mahakama, msikitini ilikuwa ndo shura, msikitini ilikuwa ndo madrasa, msikitini ndo ilikuwa ni mahala ambapo watu wanapata saadatul abadiyya ya dini na dunia na akhira. Aliposema la tamna'uhunna, msiwakataze kwenda huko, lengo lake kwamba wakapate elimu na wao wawe katika wekevu wa kutambua nini kinachowahusu. Alafu wakati Mtume alipowapangia wanawake siku maalum ya kuwadarsisha, nayo ni indication nyingine kwamba Mtume alitaka suala la elimu liwe sawa kwa wanawake kama vile kwa wanaume. Sisi tunawaambia hawa watu wa human rights ambao wanapiga kelele kuhusu haki za binadamu, hawatizami hadithi za Bwana Mtume Muhammad. Hawatizami katika khutba yake ya mwisho Mtume aliposema kuwauliza Waislamu, ni mwezi gani huu? Ni mahala gani hapa? Ni siku gani hii? Watu wakasema huu ni mwezi mtukufu wa Dhulhijja. Hii ni ardhi takatifu ya Makka. Hapa leo ni siku tukufu ya Arafa. Akasema basi kuna mambo muhimu nayo yatakuwa ni matukufu vile vile. La kwanza, chungeni sana kumwaga damu. La pili, chungeni heshima, watu wasitukanane, wasiaibishane. La tatu, hakikisheni mali mnachunga mali za watu. Anaeleza haya ni mambo ambayo ulimwengu wote unakwenda mbio kuhakikisha haya mambo yanasalimika. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha. Damu, mali na heshima hizi zichungeni. Alama ya hatari kuzikiuka hizi. Mkitaka kuishi in peace lazima mchunge mambo matatu haya: damu isimwagike, wala mali isivujwe, wala heshima, watu wasikoseane heshima. Yakivunjika haya, mtalive in this world in peace, is not in peace. Lazima kutavunjikiwa, sababu mmekaidi amri ya Bwana Mtume, na hichi ndicho kitu kinachowapeleka mbio watu. Mwisho Mtume alimaliza khutba zake akisemaje? Istausu bin nisa'i khaira fa innakum malaktumuhunna bi kalimati llah, nendeni mkakae vyema, watlubul wasiyata min ba'dikum ba'd ala sha'ni nisa. Hawa wanawake hao
tafuteni njia ya kuishi nao vyema. Suala la wanawake Mtume hakulisahau. Wao wanapiga kelele, wanatafuta usawa, usawa usiokuwa na masikio wala macho wala nyoyo. Usawa huo wanautaka wao, sijui wanataka kila kitu mwanamume awe sawa na mwanamke, ambacho ni kitu sio cha kawaida, hakiwezekani. Basi kama wanataka usawa, hata huko katika Olimpiki zilizoanza juzi, basi masumbu wapigane wanawake na wanaume, na mbio wakimbizani wanawake na wanaume. Mbona kila mmoja ametengewa sehemu yake? Kuna boxing ya wanawake na wanaume, athletics wanakwenda wanaume na wanawake, kila mmoja sehemu yake. Judo wanawake sehemu yao wanaume. Kwa nini hawawi sawa? Kama huo usawa hawasawa na utafuta, basi wangefanya hata katika wrestling tukaona kazi. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua mahala pa kuweka kila kitu na faida ya mja wake aliyemuumba. Kwa hiyo Mtume aliposema kwamba msiwakataze, alikuwa anajua kwamba kuna haki ya elimu ambayo inapaswa kupatikana na wote wawili, mwanamke na mwanamume. Akawapa siku ya Alhamis kila wiki, anakaa nao, anawadarsisha, anawapa ahkamu shari'atihim. Hivi ndivyo ambavyo Mtume i'tana bihali wa qadaya an-nisa fi kulli zaman wa makan. Yani hishini hivi nao. Tukaja sisi huku tukawadhulumu. Wanawake wa zama hizo walikuwa wakakamavu katika kila fani. Siku moja alipita mwanamke anaitwa Kamadhur bintu Amri al-maarufa bil Khansa. Al-Khansa ni mwanamke hodari katika adabu al-arabi, unamsoma. Aliulizwa Jarir. Jarir ni mmoja katika washairi mahodari ambaye mbele yake hakuwezi kuthubutu mtu yoyote katika fani ya shairi ya haja. Madh haja, mashambulizi, alikuwa na mashambulizi kuliko skadi. Hakuweza kusimama mbele yake yoyote ila Farazdaq. Sasa aliulizwa siku moja, man asharu nnas, ni nani anayejua hii fani ya shairi na adab? Jarir akasema, ana laula al-Khansa, mimi ndo hodari wao, bingwa wao, lakini engelikuwa hayupo huyu mwanamke anaitwa Khansa, yeye ndo hodari zaidi, ni mwanamke. Mfano huu unautoa kwamba je, yupo leo mwanamume aliyekuwa akimtizama mwanamke katika fani anasema yeye ni zaidi yangu mimi? Lakini kila unayempata amebobea katika fani unaambiwa ni mwanamume, ni mwanamume, ni mwanamume. Wakati huko tulikotoka Fajr al-Islam tuliwapata wanawake wakiwa qimma katika fani, wakiwazidi wanaume. Khansa, jazakumullah. Huyu mwanamke alipita katika soko Ukaz. Waarabu walikuwa na soko la maneno, sisi tuna soko la tomato na kabiji na maharagwe. Wao walikuwa na soko la maneno, kwa sababu lugha hii ni lugha tamu, kubwa, tukufu. Ndio maana Qur'ani ikashuka katika lugha ya Kiarabu. Msiba mkubwa ni kwamba Waislamu hawashughuliki na lugha hii. Utaonekana mstaarabu kweli kweli leo ukijua lugha ya kigeni, lakini lugha ya Kiarabu abadan. Basi likuwepo soko la maneno, watu wanakuja kutoka huko wanasema tumekuja na khatibu wetu, na nyinyi njoni na khatibu wenu. Mechi ya khutba, anatoa huyu, anatoa na yule, anasimama naqid, anatoa ushindi. Na hasa Mtume aliambiwa na banu fulani, Rasulullah, tumekuja sisi na shairi wetu na khatibu wetu, na wewe njoo na shairi wako. Na historia inasema Mtume alikuwa na khatibu wake na shairi wake. Khatibu wake ni Thabit ibn Qais al-Ansari. Mshairi wake mnamjua nyote, Hassan ibn Thabit na kina Abdullah ibn Rawah. Hawa wote ni washairi wa Mtume. Hizi ni fani ambazo zimesahaulika leo. Sasa watu wakija wanamwambia Mtume, mtoe khatibu wako, anaitwa Thabit ibn Qais al-Ansari. Yeye alikuwa hana haja ya microphone kama sisi hapa. Sisi kama si msaada wa microphone kwa Mwenyezi Mungu kutowafikia huko, msingesikia, sauti imeisha. Thabit ibn Qais akisimama tu, jahuriyu saut, mnamfahamu nyote. Mtume akasema huyu ni khatibu wetu. Akija khatibu wao wanapambanishwa naye, wanakimbia.
Angalia, Khansa akapita katika soko hilo, akampata Hassan ibn Thabit anasema maneno. Hassan ibn Thabit alikuwa anasemaje? Anajifakhirisha, madh, fakhr, anasema lana aljafanau, lana aljafanau alghurri alma'na bidduha, sisi nyuso zetu zinamemetuka, wakati wa dhahia ni wakati bora, ukija utatupata. Wa asyafuna yaqturna min najdatin dama, yuko juu ya kiriri, na panga zetu zinatiririka damu kwa ushujaa tulokuwa nao. Hizi ni fakhri. Wa nalidu bani al-anqaa wa bani muharraqin fa akrim bina khalan wa akrim bina ama, na watoto tuliowazaa ni watoto vile vile waungwana, basi hakuna watu waliokuwa na wajomba wema kama sisi, wala hakuna watu waliokuwa na amami wema kama sisi. Amejifakhirisha hapo. Watu wanasikiliza, walioburudika wameburudika, wanaotoa hela wanatoa hela. Khansau akamsimamisha Hassan ibn Thabit akamwambia, laqad lahaztu fi baitaini 8 mulahadhat, shairi zako beti 2 ulizozitoa wewe bwana wewe, kuna makosa 8. Hamshangai, makosa 8 katoa katika beti 2 za Hassan ibn Thabit. Anamwambia, ulikuwa unajifakharisha, lakini badala ya kujikweza umejidogosha. Kamwambia vipi? Akamwambia naam, unasema lana aljafanau, usingetumia neno jafanau kwa sababu jafanau ni qalili, inawezekana kutoka 1 mpaka 9, lakini ungetumia neno jufun, jamu nyingine vile vile, hii ingekuwa inakwenda hata milioni. Kwa hiyo ikiwa ni ubora, ungeanza na jufunu, ndio ingekuwa akthar kuliko jafanau. Hilo kosa lako la kwanza. Sasa nikasema hii mwanamke ananikosoa. Wapo leo wanawake wanawakosoa wanaume, wenyewe wanaogopa hata kunyanyua kidole. Lakini huko tulikotoka, kwa kuwa walijua majukumu yao na walibobea katika fununi, waliwakosoa mpaka wanaume. Umar ibn al-Khattab anasema, mahari kuanzia leo ni kima kadhaa, nikimsikia mtu amezidisha zaidi ya hiki na mtia bakora. Akasimama mwanamke huko akamwambia, tukusikilize wewe au tumsikilize Mungu? Huyo hakuwa mwanamume, ni mwanamke. Akamwambia, Mungu akusikilizwa. Akamwambia, basi ayutina Allahu wa yahrimuna. Umar ibn al-Khattab, Mungu anatupa, wewe unatunyima. Wewe nani kwani mbele ya Mungu? Kama Mungu ametupa sisi wanawake, kwa nini unatunyima wewe? Anasema, wapi kakupa Mungu? Anasema, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu shay'a. Qintara nini maana yake? Tutafsirie. Mapesa mengi. Sasa Mungu alitupa, kwa nini wewe unatunyima? Tuachie wenyewe. Umar akasemaje? Laqad asabat hiya wa akhta'tu ana, amepata mimi ndo nilokosa. Amesahihishwa na bibi, amesahihishwa na mwanamke khalifa wa bwana mtume, na sote tunamjua Umar. Wao anasema, kana idha daraba auja, alikuwa akipiga anaumiza, wa idha qala asma, na akisema anasikilizisha, wa idha masha asra, akienda na kwenda kweli kweli, akiwa ni gentleman na yuko wanasema alikuwa imlaq giant, na akiona mtu anakwenda pole pole anamuita njoo, unaumwa. Ucha Mungu hamna, ucha Mungu bakora. Hapo ndipo utamjua Umar ni nani. Lakini hayo yote anasahihishwa na mwanamke na anakubali. Wa hadha in dalla ala shay'in fa innahu yadullu ala fiqhi an-nisa'i wa tafaqquhihin. Kiwa ni jambo tunalieleza hapa ni kwa sababu walikuwa wanafahamu, wamesoma, wanajua wajibu wao, wanajifahamu walipo, na mipaka ambayo wamo wanaijua boda zake na krosi zake, hawatoki zaidi ya hapo. Khansa akamwambia, jafanau, umekosea, ungesema jufuni. Kosa lako la pili, umesema bilghur. Ghur ni la maana ni weupe, bayad. Ungesema bayad ingekuwa zaidi, lakini ile ghur ni dodo kama doa tu, kwa hiyo sio ashmal. Ungesema bidh ingekuwa ashmal,
Kwa hiyo ingekuwa weupe moja kwa moja, lakini ghurri inakuwa ni sehemu ndogo tu. Kwa hiyo nayo hiyo ni mulahadha, kosa lako la pili. Alafu umesema yal maana ni la maan, ni kitu kidogo tu kama umeme umepiga kidogo. Ungesema ishriqna, ingekuwa shuruq kama shuruqi shamsi, ikawa imeenea kila mahali. Kwa hiyo umekosea hapo, hilo ni kosa lako nalo vile vile la tatu. Alafu umesema bidduha wakati dhahia, wageni kwetu sisi hawaji wakati huo, wageni wetu wanakuja bilashi. Ungesema bilashi, ingekuwa wewe umekithirisha ikram. Lakini uliposema bidduha umekosea, umejidogosha katika ukarimu wenu. Kisha umesema wa asyafuna, ungetumia neno wasuyufuna. Asyaf jamu taksir, pia umekalilisha kidogo, umeivunja jamu yake. Ungesema suyufuna, ingekuwa kathira. Min najdatin dama, umesema yakturna. Qatarat ni ile ndo qatarat. Sasa hapo nyewe inaonekana ni waoga hasa, kama ulivyo wewe mwenyewe hupigani. Kwa hiyo ukisema yakturna umekalilisha idadi. Ungesema yajrina, ingekuwa mkupuo unapita maji kama vile mito, damu, kwa sababu nyinyi mashujaa mnaua watu. Lakini yakturna daman, umekosea. Kisha umesema daman, ungesema dima. Daman inaonekana ni dogo, ungesema dima, zikawa nyingi. Kisha kosa lako la mwisho umesema wanalidu banil anqaa, umejifakhirisha biman waladta wa lam taftakhir biman waladak. Umejifakhirisha na ulichokizaa, hukujifakhirisha na aliyekuzaa. Ilikuwa ujifakhirishe na wazazi wako, sio ujifakhirishe na watoto wako. Watu wakasema basi wanawake wanaweza. Hawa ndio wanawake hao ambao wanawake zetu wakitaka kuwa kudwa wamtizame Mtume, alafu watizame wenzi wao. Huyu ndo khansa. Walau kunna an-nisa'u mithlu hadhihi la fuddilat an-nisa'u 'ala ar-rijali fama at-ta'nithu li-ismi ash-shamsi 'aybun wala at-tadhkiru fakhrun lil-hilal. Huyu ndo khansa aliyewahi kusema siku moja, a'inai yajuda wala tajmuda ala tabkiyani li fakhrin nada. Huyo ndo khansa ambaye wanawake wetu kielimu, kifunun, wanapaswa kutizama vizuri historia yake wamuone. Alafu angalia mfano mwingine, almuallimatul ula Sayyida Ashifa bintu Abdillah. Huyu alikuwa mwalimu na ni mwalimu aliyewasomesha wengi katika wanawake baada ya kusilimu kwake. Alikuwa ni mjuzi wa kuandika na alikuwa anajua kusoma, mpaka Mtume alimchukua mkewe Hafsa akamwambia bibi huyu, allimha alqira'ata warruqya, mfundishe huyu kusoma na namna ya kufanya ruqya. Bibi Hafsa akasomeshwa na bibi Ashifa bintu al-Harith au binti Abdillah kama ilivyopokewa. Hawa ni wanawake. Wake zetu leo walimu ni wangapi wanaosomesha madaris wakawasomesha wanaume? Bali tizama, alikuja bibi anaitwa Asma'u bintu Yazid ibn Sakan kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akamwambia ya Rasulullah, ana mandubatun min akhawati an-nisa, mimi ni ujumbe nimekuja kutoka kwa ndugu zangu, dada zangu wanawake, na salamu sikiliza nikupe. Mtume amekaa na sahaba, mwanamke amekaa kama anasema na salamu na ujumbe. Inna rijala, hakika wanaume, yahdhuruna aljamaa waljumua, aljamaati waljumuat, wanahudhuria, wanakuja kusali na wewe jamaa. Sisi tumeambiwa misikiti yetu ni nyumba zetu, wa buyutuhunna aula. Tukija mnatupa tu ruhusa, lakini tukisali majuma tunakuwa peke yetu. Hao wanahudhuria jamaa na wanahudhuria Ijumaa, na vile vile yahdhuruna aljanaiz. Ukifa mtu wanahudhuria katika majeneza, na kuna qiratu tunazikosa na sisi, wanapata mambo mengi sana katika haki hizo.
kama sisi tulivyokuamini, amanna bika wa saddaqnak, kama walivyokuamini wao. Lakini ndugu zetu hao wanaume vile vile, yakhrujuna ila aljihad, wanatoka wanakwenda katika jihad. Nahnu maqsuratun fil buyut, sisi tumekaa tu majumbani. Wanatoka fa idha ghalabu, wakishinda, kanu yarji'una bil ghanaim wa idha qutilu kanu inda Allahi shuhada, wakishindwa na kwa mashahidi, wakirudi wanarudi na ghanima na thawabu zao ni nyingi. Fama lana nahnu ma'ashira an-nisa, sisi wanawake tunalipi? Allah Mtume akawaambia liman haula, na walimzunguka pale, wamemzunguka bwana Mtume kama vile jua mwezi unavyozungukwa na nyota. Sahaba wakaambiwa na Mtume, hal sami'tum ahsana maqalatan minha, mmesikiliza mazungumzo matamu mazuri ya ufasaha kuliko hayo? Wamekaa huko hawakusema sisi rusha roho zinatupita, tupeni ruhusa ya kutwanga pepeta, tupeni ruhusa ya kupiga msondo, na sisi tunataka haki zetu, mirathi tugawane sawa. Wao wameona pesa tu, hawaoni kitu chochote kingine. Angalia elimu inawapita, watu wanakuja kuona kuna fadhila zinatupita, kuna mambo makubwa hatuyapati, wenzetu wana hili, wenzetu wana hili, wenzetu wana hili. Fama lana nahnu ma'ashira an-nisa, tuna nini? Mwingine alimwambia, mimi naona wanaume wanatajwa sana katika Qur'an na mimi sioni wanawake wanatajwa, kwa nini hatutajwi? Ikashuka ile aya, innal muslimina wal muslimati, mpaka mwisho inataja. Na Mwenyezi Mungu hakutaja hilo ila kwa kuwafurahisha zaidi na kuwahutubia kwa kadri ya akili zao, lakini Mungu ana uadilifu wa hali ya juu katika Qur'anul Karim. Mwanamke amekuja anasema, sisi tunataka kujua tuna nini na sisi ya Rasulullah. Mmesikia fasaha kuliko hiyo? Mmeona mwanamke mkakamavu kuliko huyu? Mwanamke wetu wa leo anaona haya kusimama kadai haki zake mbele ya mumewe, mbele ya babake, mbele ya kakake, mbele ya ndugu yake au mzazi wake anayemlea. Lazima amwambie kwamba kwa adab, kama alivyosema bibi Asma bintu Yazid ibn Sakan, ya Rasulullah, ma lana nahnu ma'ashira an-nisa, tuna nini? Kitu gani sisi tulichokuwa nacho? Usione haya katika jambo la dini. Na ndio maana Mtume aliwasifu wanawake wa Ansar, anasema rahimallahu nisaa al-ansar lam yamna'hunna al-haya ala tafaqquhi fi ad-din. Na hii ni kwa ni indication nyingine kwamba elimu ni kitu muhimu mpaka kwao, kiasi kwamba haya haikuwazuia wao kutafuta elimu katika dini. Mtume hili bado analisisitiza tu kwamba wanatakiwa wanawake watafute elimu. Bibi huyu anasubiri jibu, arudi kwa dada zake awape habari. Mtume akamwambia, quli liman waraaki, rudi kamwambie kila alo nyuma yako, wenzako waliokutuma ambao wanasubiri jawabu kwa hamu kutoka kwa Mtume, kwamba inna ta'atakunna li azwajikunna ya'dilu jami'a ma dhakarti, taa yenu ya kutafuta taa kwa waume zenu inafunika na kuwa sawa na yote uliyoyataja. Wanawake hapo wanapaswa kushangilia kama bibi Asma alivyoshangilia, akatoka pale anapiga takbir, inna ta'atakunna hakika taa yenu kwa waume zenu, taa ya'dilu al-jihada, ya'dilu jumaati, ya'dilu kulla ma dhakartu, uliyoyataja hapo. Mkiwa na taa mtafikia katika stage kubwa sana kwa waume zenu. Taa, ndugu zangu, pia haipo. Sisi wanaume, wao wanawake, zile hukuku ambazo zinatufanya tukusanywe na neno taa hazipatikani. Ukiwa na mume mwanamke hupati jambo la taa kulitekeleza, wala ukiwa na mke mwanamme huoni taa kutoka kwa mkeo. Unaona vurugu tu, mpaka watu wengine wakasema kuoa ni shida zisizokuwa na mwisho. Wengine wakathubutu kusema azawaju maqbaratul hub, hii ndoa ndo kaburi la mapenzi, kwa sababu yale mambo tumeyafanya ndivyo sivyo. Wa idha wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiru saa. Bibi huyu akarudi akawapa habari kwamba jamani, mnajua
taa, kuweni na taa kwa waume zenu. Wanawake kuweni na taa, akisema kitu sema tahta amrik, mimi nakusikiliza. Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha, kama kuna ruhusa ya kiumbe kusujudiwa na kiumbe mwenzake, basi mwanamke angemsujudia mumewe kwa ubora aliopewa na Allah na utukufu wake. Na huo ubora hakupewa hivi hivi tu, amepewa kwa sababu maelekezo yake yatampa ubora wake. Naye mwanamke, maelekezo yako ukioa tu, kuna maelekezo umepewa. Elekezo la kwanza unaambiwa waashiruhunna bil ma'ruf, kaeni nao kwa wema. Lakini mtu atauliza, shekhe, kwani wema ni vipi? Unauliza wema ni nani aliyekufundisha? Wale mahala ambapo ulikwenda kuposa siku za mwanzo, ulikuwa ukipeleka zawadi ulizotumwa na usizotumwa, nani alikufundisha? Kabla kwenye uchumba mambo mengi, anakwenda pale, mifuko yote inakuwa wazi, sema unahitaji nini, inatosha hiyo, niongeze. Zawadi unamimina tu. Nani alikufundisha kama huo ndo wema? Wewe ulikuwa ukienda pale smart, umevaa na kwanza unajitizama tizama kidogo, kama umevaa kanzu, kofia, umevaa jinzi lako, unajitizama tizama mbele ya kioo, alafu unacheka kwanza uone kama nikicheka nachekesha au nacheka. Kwa sababu unajua unaenda kwa mchumba. Ni nani aliyokuambia huo ndo wema? Ni nani? Unanukia nukia. Ukija ukioa unauliza wema ni nini shekhe? Unalala bila hata kuosha miguu, unalala hukogi, mswaki upigi, alafu baadaye unasema mke wangu amebadilika, kabla sijamuoa alikuwa mtu mzuri kweli kweli. Kumbe mapenzi umeyamaliza we mwenyewe. Wema hukutaka kuendeleza, ulikuwa pale katika uchumba usiokuwa wa halali, usiokuwa wa haramu, usiokuwa wa haujulikani hata miguu yake ni wapi. Pale ukiingia katika ndoa kila kitu kikapotea. Basi waashiruhunna bil ma'ruf, hiyo ndo haki ya mwanzo. Kaeni nao kwa wema, maneno yawe mazuri, huo ndo wema. Unakuwa selective wa kuchagua neno hata la kumwambia, kwa sababu kuna baadhi ya wanaume huwavunja nyoyo wake zao kwa maneno yao tu. Na mshairi anasema innal quluba idha tanafara udduha mithlu zujaja kisruha la yush'ab, hizi nyoyo zikiwa zitavunjika ni mfano wa kioo. Kioo kikivunja, nani anaweza akakiunga kikawa kinaonyesha tena unakitumia? Huwezi tena. Sasa moyo ni kama kioo, pia huvunjika. Na kuvunjwa kwa moyo ni maneno yetu sisi, maneno tu. Mimi sijui nilikuwa na macho gani kukuoa wewe, pale umeuvunja moyo na kuunga hautaungika tena. Mmoja aliulizwa na mkewe, leo nimevaa nguo, kaifa tarani, unanionaje? Akamwambia kalqirdi fawqa ash-shajara, na kuona kama kima juu ya mti. Huo moyo umeuvunja na hautaunga tena. Wema ni mpaka neno unalolisema. Chagua kuwa creative, unakuwa selective, unakuwa mbunifu. Muasharatu bin nisa. Sayyidina Abdullah ibn Abbas alikuwa akijipamba pamba kabla kwenda nyumbani kwake. Anaulizwa anafanya kama wanawake, akasema la, wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Ana uhibbu an atazayyana laha kama uhibbu an tatazayyana hiya li. Mimi napenda nijipambe kwa ajili ya mke wangu kama vile ambavyo mimi napenda yeye ajipambe kwa ajili yako. Hii ni knowledge kubwa ya ishratu bil ma'ruf. Hili halipo leo. Sisi tu tunajiona ndo wenye haki. Ukiingia pale utaka hudi unanukia kila mahali. Mbona leo uko hivyo? Lakini wewe matambara yoyote utakayovaa hakuna tatizo, hali yoyote utakayokuwa hakuna tatizo, nywele zimesokotana zimekuwa kama steel wire huchani hakuna tatizo. Tatizo wewe ukimwona yeye hajabadilika, na wao sasa wamezoea, hawajipambi isipokuwa kukiwa na harusi. Mpaka mtu anapishana na mkewe, umeona mwanamke chuma, kumbe mkewe hakuweza kumuona katika hali ile, hakuzoea. Hayo yote yanatokea, kumbe mke wangu. Hayo yote ni kwa sababu hatukuwazoesha sisi. Mwanamke unatakiwa mzoeshe,
ajue nyumbani kwangu kuna desturi kadha, na mwanamke ajue wazi kama mwanamume anataka taa, na sisi kweli tunatulia kwao, kwa sababu masdaru sakina ni mwanamke, masdaru sakina wal hudu ni mwanamke. Ndio Allah akasema min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu, kwani wao hawataki utulivu kutoka kwetu, pia wao wanataka, lakini masdar ya sakina ni wao. Ndio maana ukienda nyumbani pale umechoka, akipitisha vidole vyake kichwani kwako tu, machofu yote yanapotea. Akikukanda kanda kidogo, unaona sasa mimi ndo mfalme wao kidogo. Akitabasamu kidogo, unakuta machofu yote yamekwisha. Akifanya mambo yake kwa hakika kabisa, unaona dunia imekuelekea. Hivi ndivyo walivyo wanawake, very strong weapon ambayo huwezi kuipatia mfano wake. Angalia, kuna mwanamke mmoja aliulizwa una watoto wangapi, anasema nina 2. Kumbe alikuwa na mtoto mmoja tu, waladun saghir wa waladun kabir, na mtoto mdogo na mtoto mkubwa. Maana huyo mume wangu akiumwa zaidi ya yule mwanawe. Na kweli hivyo ndio tulivyo. Mtu akiumwa analia bwana, mtu mzima, kwa sababu yuko mkewe. Na hiyo ni neema Mungu amekupa. Mtu kama hajui umuhimu wa mke, hebu siku moja aende nyumbani, ampe ruhusa mkewe, amwambie hebu nenda nyumbani kapumzike, nakupa wiki moja tu, mimi nikae peke yangu, watoto niachie mimi. Huyu ameenda haja, njoni na uishe baba, huyu anataka kukoga, huyu anataka kula, kazi zote zile fanya wewe, uone kazi. Sasa ili kumaintain mapenzi yale, kunatakiwa taa, al-ishratu bil ma'ruf. Ishra bil ma'ruf ni suala la mwanzo, wewe mwanamume unatakiwa kuliendeleza ili upate mke mzuri. Jambo la pili, unatakiwa kuwa na huruma naye, uwe na huruma na mkeo. Kuna mke mwingine anaumwa, anambia sasa mimi nitakula nini? Tabidi uwenyuke hivyo hivyo upike. Hapana, sasa mpikie wewe. Mimi nipike? Nimekuwa dada sasa, hapiki mtu hapa. Unaona kama ule rujula utapokonywa ukipika. Na hakuna watu ambao wanakosea heshima ya nyumba zao kama hao wenye kujiona kwamba wakifanya kazi za jikoni watakuwa wao wameshakwisha kuwa rajulatu minan nisa. Haiwezekani mtu mwenye akili timamu akawa yeye anaona mtume alivyokuwa akifanya eti mtume alikuwa anakosea, yeye ndo anapatia. Mtume akisaidia nyumbani kwao, akisaidia wake zake, akifanya mambo mengi kwa ajili ya nyumbani kwake, una huruma naye. Mtume alimwambia Saad ibn Abi Waqas, hatta luqmatan taj'alha fi fami imra'atik, hata tonge unalolitumbukiza katika kinywa cha mkeo ni sadaqa. Na mtu hatumbukizi tonge katika kinywa cha mkewe ila kwa mambo mawili: labda mkewe anaumwa au anafanya kwa mapenzi. Anaumwa, anamlisha, hawezi kula, au anafanya kwa mahaba. Sisi tufikirie ni kutoka lini tumeacha kuwalisha wake zetu. Kumbuka kuna kitu, na ili ni sio muongo, labda siku ile ya harusi uligaiwa kidogo maziwa ukampa na yeye kidogo. Baada ya pale hakuna tena mapenzi wala mawadda. Lakini nakutaka kuambia baadhi ya matatizo hayatatuliwi na wazee wala hayatatuliwi na jamii, unayatatua mwenyewe kwa vitendo vya ishratu bil ma'ruf na kuwa na huruma naye. Na leo baada ya darasa hii nakupa challenge, ukiondoka hapa chukua zawadi, nunua kitu chochote dukani. Kama huna hela hata pipi nunua, peremende nunua. Kama huna hata kununua peremende, kata chuma huu hapa, tafuta hapa Masjid Ibrahim, huu wadogo tu chuma. Ukifika ukigonga mlango tumuite mkeo kwa jina zuri. Na wengine urembea tu, zoa zoa njoo. Muite kwa jina zuri. Alafu mwambie nimekuletea zawadi. Kama ni ya kula, mwambie fungua mdomo umlishe. Wallahi kesho utakuja kuniambia matatizo yangu yote yametatuka. Haya ni mambo ambayo tunatakiwa tuyaendeleze ili kuangalia kwamba wanawake tunawapa haki zao. Namaliza kutoa mifano miwili mitatu katika wanawake ambao walisoma na wakasomesha. Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha wa an abiha. Bibi Aisha aliolewa na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaeneza elimu katika ulimwengu.
mpaka kufa kwake. Bi Aisha alikufa na umri wa miaka 66, kwa sababu mtume alipokufa Bi Aisha alikuwa na umri wa miaka 19. Ilmu akaieneza kila mahali, na Abu Musa anasema ilikuwa mushkil kwetu hadithi tunakwenda kwa Bibi Aisha. Alikuwa akitupa falsafa ya hadithi za bwana mtume, na hadithi nyingi sana za nyumbani kwa mtume anazisimulia Bibi Aisha. Nilikuwa nikikoga mimi na mtume na mume wangu. Wewe unakoga na mkeo? Na wanawake wa siku hizi twende tukaoge. Nenda wewe, hamna adabu siku hizi, mnataka ni. Bi Aisha anasema tunakoga katika chombo kimoja. Hadithi za kuona mapenzi katika nyumba, ananipa kinywaji, anaweka mdomo wake mahala nilipoweka mimi, au anang'ata nyama mahala niliponyang'ata mimi. Haya yote ni mapenzi, na Bibi Aisha anasimulia, na asingesimulia hii kama hakupata elimu kutoka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mwisho nikimtolea mfano Bibi Nafisa bintul Hasan ibn Zaid ibn Hasan ibn Ali, ambaye alikuwa maarufu pale Misri akiitwa Nafisatul Ilm, ambaye Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi alipofika Misri baada ya mzunguko wake alikwenda akapata elimu kutoka kwa mwanamke huyu. Mmoja katika mashekhe wake Shafi'iyul Jalil ilikuwa ni Bibi Nafisa bintul Hasan, ambaye ni moja katika kizazi cha Ali Bait wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi. Ilmu kaisomesha, na ni mwanamke, mpaka ukiuliza Nafisa unauliza Nafisa nani? Nafisatul Ilm, sio tena Nafisatu bintul Hasan, ni Nafisatul Ilm, Nafisa wa elimu. Hao ndo wanawake waliokuwepo, na wanawake wetu tunapaswa tuwalete katika mtizamo wa elimu, wanyanyuke waendeleze gurudumu hili, ili elimu kweli iwe faridhatun ala kulli muslimin wa muslima. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu fa ya fawza almustaghfirin wa ya najata at-taibin wa salam.